Sound of Fizz TV. Naam, ndugu msikilizaji wa Sound of Fizz TV online, imefika muda wa kipindi ukipendacho, kipindi ambacho kinaitwa Weekend Show baby. Welcome to my BRK. Woza. Leo tena tumekutana na msanii Alfred Simba. Bwana, leo tena tupo kwenye Sound of Fizz TV. Ni TV ambayo inafanya poa sana kwa kwetu Baraka, ya Fizz nzima. Sema Sidi Kivu nzima ni TV kubwa sana Sound of Fizz. Leo tumepata msanii ambaye anaitwa Alfred hapa Baraka. Bwana, mambo poa. Uko fresh? Mzuka. Kweli? Yeah. Umevaa Louis Vuitton. Of course. Nguo kubwa sana. Yeah. Konki. Yeah. Napenda sana bwana. Hivi unaweza ukatuambia ulinunua shilingi ngapi hiyo? Yeah, hapa siku kama $5 hivi. $5. Yeah. $5 tu. $5 tu. Mzee kuchora ukapita nayo tu. Hakuna shida kabisa. Okay. Bwana, kama leo nimekuita hapa kwetu bwana, au tumekuitaja hapa kwetu bwana, ni kuhusu battle kubwa ambayo inaendelea kati ya Baraka na Nyarugusu Camp. Yeah. Bwana, hii ni battle kubwa sana, shindani kubwa sana. Kuwa muziki wa Baraka bwana ni upo hado sana, nashuka sana kuzidi muziki wa Nyarugusu. Wewe kama wewe msanii ambaye unafanya ngoma kubwa sana Tisonge, unajua muziki wa Kambini unavyosikia na muziki wa Baraka, unaona ni muziki gani ambao ni mkubwa hapo? Labda mimi naweza nikuonyesha ukweli labda. Mimi naelewa Camp wanafanya vitu ambavyo ni vya utoto, Baraka tunafanya vitu vikubwa. Usipendelee sababu Baraka ni kwenu. Ongea ukweli. Mimi siongee. Najua Camp ni kwetu kwa sababu Camp nao kuna wabembe na wabembe wanafanya kazi kama sisi. Unajua pale kuna kina Timu Arabu, kina Clever. Pale kuna kina Follow, Smart Boy, kuna wani wengi sana. Alafu angalia, sema ukweli bwana. Mimi nitakuonyesha ukweli. Sasa tukiingia Camp wanafanya vile vitu ambavyo haviwezi kuelimisha watu wengine. Labda tufanye sisi wa Baraka hapa kwanza. Tunaimba kiaina ambao inakwenda kutupeleka katika njia ya maendeleo. Yaani tukiona kwanza muziki unafanya drama. Au muziki anafanya Simba. Ni muziki ambao tuko naimba kimataifa yani. Kweli. Lakini tukiingia kwanza Camp hajui kuimba. Majamaa wanafanya fujo. Anatoa muziki kwa muziki unapendwa na watoto, muziki unaenda. Bwana, mimi nimesikiza wimbo wa Drama Boy ambao unaitwa TikTok. Ni wimbo mzuri. Of course. Nimesikiza nyimbo nyingi sana za wasanii wa Baraka. Pia kuna nyimbo ambazo nimesikiza za Nyarugusu pia ni nzuri, nimesikiza ni nzuri Japokuwa utoto ila kuna nyimbo zao ambazo ni nzuri. Wewe kama wewe unaonaje hapo? Sana kwa nini wenyewe ambao wanaimba muziki mbaya ambao ni wa kitoto wana mafanikio kuzidi wasanii wa Baraka? Sikiliza nikwambie kitu. Sisi tunajua siku zote anaye uwezo ndio anayepanda down. Kwa sababu tukisema wale wa Camp wako wanaonekana kama wanafanya kitu na kinaenda kwa sababu wana management. Sisi nyumbani tatizo wanajua kuimba na tuna wasanii ambao wanaweza kufanya vitu na kwenda sehemu na kujulikana duniani kimataifa. Kweli. Kwa sababu wanaimba kimataifa. Lakini tunarudia nyuma kwa sababu tuna management. Lakini Camp na watu ambao wanafanya muziki wa ovyo ovyo, au sio? Na wanapokelewa bro, wanapata management Ulaya wapi na wapi wanapokea. Kitu kama hicho kinarudisha nyumbani nyuma kwa sababu sisi hatuna management. Kweli. Kweli unaona kabisa Nyarugusu wapo down sana kimuziki. No, wako down kwa sababu wanapokelewa na management, lakini so kimuziki hawako down. Unajua nikisema wapo kama wako chini. Kweli. Nikisema hapo chini yani nasema wenyewe wanapata hela kwanza kwenye muziki. Wenyewe wanakula matunda ya muziki. Tukiangalia Baraka hamna ni mpaka leo wasanii wa Baraka wanakuwa wanakimbia Baraka na kwenda Kambini. Hapa kuna wasanii wengi sana ambao wamekimbia Baraka. Wengi wakubwa wamekimbia Baraka na kwenda Kambini. Unahisi ni changamoto gani ambazo zimewapiga Baraka mpaka wakimbia Baraka na kwenda Nyarugusu ambako kuna muziki wa kitoto? Labda wale wasanii ambao walitoka Baraka kwenda Kambini na leo ni kitu ambacho walifuata ni management kwa sababu wale ni watu wakubwa wanatoka fasi ambao wanafanya vitu vikubwa kwa wanaenda huko waeleweshe watu labda wakikutana na management kwa hiyo waeleweshe kitu ambacho wanataka ukifanya. Au sio? Kikuwe ni kitu kikubwa kwa hiyo kijulikane ulimwengu mzima. Sababu kitu ambacho tunakifanya hapa Baraka hata ukiwa Nigeria, ukiwa wapi, ukiwa America ukisikia itabidi kwanza ufuatilie kwanza hicho kitu. Kweli. Yani ukisikia ngoma za Baraka labda tuwazie nafanywa Amerika wala wanaifanyia wapi? Kama kitu alichofanya unasema Drama Boy alifanya TikTok. Utawaza tupo Nigeria. Kweli. Kifollow vizuri ile muziki ambao ni trend sana TikTok. Kweli kabisa. Ila pale pia kuna muziki ambao unaitwa Ngengeleche. Na wenyewe ni muziki wa kikubwa, sio unasikiza? Of course. Una muziki ambao unaelimisha yani maana from nowhere tu mwanamke wako anakuacha hivi. Unaelimisha yani muziki mkubwa. Na pale kuna muziki mikubwa kabisa. Unaona? Down for me ni muziki mkubwa. Sasa why useme tu wa Baraka ndo mkubwa wa drama? Sikiliza sikuonyeshe. Si unajua nao wanaimba, sawa wanafanya kazi. Kwa mtu hawezi endekeza kufanya vibaya. Kuna hata bahatisha. Kweli. Tuseme hapo walibahatisha kufanya hicho.
lakini bado kwa watu wengine akiwezi kitaelimisha yule mtu ambaye anasikia kibembe tu. Au sio? Yeah. Unaelimisha mbembe tu. Akiwa Mrundi, akiwa ataelewa. Anafanya nini? Atasikia tu ni mdundu nduru. Basi. Kweli. Kwa jamaa anakaa. Okay. Nasikia kwa drama anafanya poa. Yeah. Na hapa Baraka. Sasa why unajua kinachotoaga msanii? Yeah. Kuna vitu viwili. Haidha ni maneno mazuri, melody nzuri au producer amfanya kazi kubwa sana ametoa hit song. Sasa mbona muziki wa kule una trend? Tuseme kwanza kuhusu Wera, sema my song na zenyewe. Kwa nini hapa maproducer wafanye kazi kubwa ya kutoa my song? Kwa jamaa kitu ambacho napaswa kwanza kuelewesha ni kusema maproducer hapa kufanya ma hit song. Sisi hatuende mbali kwa sababu wao watu promote bro. Yeah. Sisi tunakosa kwanza wa promoters. Tukipata promoters kitu kitenda safi na wa manager. Yeah. Na managers kitu kitenda safi. Of course tukipata manager anafanya kitu anafanya vizuri, kwa hiyo anatupokea, anatugharamia. Tukipata na promoter, kwa muziki wakipromote mambo yanaenda. Without yayo bro, nitukate. Yeah. Mimi naona kule ma brothers wa kambini pale. Yeah. Wanakuwa anapiga ma DK, unaona? Zile K. Yeah, K10 kabisa anapiga K10. Subscribers zinafika hadi 10,000. Unaona? Yeah, tukiangalia views wanapiga hadi 60, 30, 40. Sasa why Baraka unakuta zikifika 2K hizi wanaona ndo wamepiga sana hivyo. Why sasa mpaka kwa wale jamaa wako down. Na ndio nilikwambia wale jamaa wako down. Wale walipewa. Sio kama True Music. Ile account YouTube walipewa. Kweli. Si jamaa ya huko yeye. Jamaa yuko Ulaya kwa kabizi kama ulilikuwa wanapewa hiyo. Kwa wanasaidiwa. Anakutania na account yake YouTube ambayo ina watu wengi, kwa wasaidie nyinyi mnachukua mnaweka jina lenu na mambo yanaenda. Au sio? Kwa ni account ambazo wanapewa tu. Wanapewa lakini wananunua account then wanaweka tu jina basi kinasonga hiyo. Oho. Ni account ambayo anakutania na watu wengi. Of course tena wana promoter wakubwa. Kweli. Wana promoter mnivoza Ulaya vitu vinaenda, wanafanya makubwa. Bwana Alfred Simba tupe idea moja. Sasa wewe una mawazo gani? Kwani unajibu gani kati ya muziki wa Baraka na Nyarugusu? Muziki wa Baraka na Nyarugusu, mtu yote ambaye anajua kufuatilia muziki ya kisasa, kwa sababu Baraka tunafanya muziki ya kisasa, anapaswa kuelewa kati ya muziki wa Nyarugusu na Baraka kuna tofauti. Sisi tunafanya muziki wa kuelimisha, yani muziki wa kitu kikubwa, yani muziki wa kutembea kidunia mzima, kimataifa. Labda kila mtu aelewe. Nikusema wale wa bro wa Nyarugusu wao najua ndio wanahimba muziki wanasikilika tu pale ambapo wapembe wapo na Baraka sisi tunafanya vitu vikubwa. Labda naweza nikaseme kwa wale wapembe ambao wako mbali, kuna watu wengine wako mbali tofauti, wa follow vipaji vya nyumbani. Of course tupende kwanza ya nyumbani, tufanye makubwa. Of course mambo yataenda safi. Au sio? Yeah. Basi poa, mimi nimekubali sana, afu nimetia sound pale, nimekubali sana yani. Yeah. Bwana. So nimefurahi kama nilivyokuambia, nimefurahi kusikia hivyo. Utawaambia wasikilizaji nini kuhusu muziki wa kambini wa Baraka? Kuhusu muziki wa kambini mimi naweza nikasema kwanza wasikilizaji wote ambapo maeneo mpo ambao wanatufollow kuhusu Sound of Fizz TV. Yeah. Muziki kwanza kupenda vitu vya nyumbani. Kwa sababu hapa Baraka tuna vipaji, tuna yani tuseme na hizo nyota tunazo. Za kusema tufanye kitu na kiende. Lakini bado sasa management iko changa, kwa hiyo naweza nikasema management wazidi sana kuangalia vitu vya nyumbani. Of course masupporter wapo. Sasa ipole sana. Bwana usikose kusikiza kipindi cha Sound of Fizz TV, ni kipindi kikubwa sana bwana. Leo tupo na kama nilivyokuambia tupo na Alfred Simba, ni jambo anafanya poa sana bwana, mimi namkubali sana, respect sana kama ulivyosikia. Ameongea kwamba Baraka wapo juu sana kimuziki, ila Nyarugusu wana masupporter wengi na ndio bana wana trend sana. Unaona? Ila wanasema kwamba Baraka wakipata masupporters kama vile kina PJ, kina DMS, wakijitolea watu wetu wengi wakitoka vile kama wale majamaa, Baraka pataendelea. Bwana usikose kusikiza radio, usikose kusikiza TV Sound of Fizz. Leo tupo na mtangazaji OC Flavor now. Tukiwa kwenye kamera tukiwa na PJ mwenyewe mkali mnyama. Bwana tupo na Simba kama ulivyosikia. Asante sana. Of course.